Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo jioni: Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa alaani matukio ya chuki dhidi ya wageni yanayojiri katika baadhi ya miji ya Afrika Kusini. Jioni hii uko nami Karorobi na mwenzangu ni David Nki akiwa Dar es Salaam. Kutokana na matatizo ya kiufundi tulipoanza matangazo haya hatujaweza kujumuika na mwenzangu, lakini natumai kwamba mafundi wetu wa mitambo watashughulikia hilo na tutaungana muda so mrefu kutoka sasa na David Nki. Lakini kwanza nikupashe taarifa kutoka kule Afrika Kusini ambako Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amelaani mashambulizi dhidi ya wageni katika siku ya kitaifa ya uhuru, akisisitiza kwamba nchi hiyo ina deni kwa nchi nyingine za Afrika ambazo ziliunga mkono harakati zao za ukombozi. Rais Ramaphosa amehakikisha kuwa serikali yake inakabiliana na uhamiaji haramu, ufisadi katika sekta ya uhamiaji na biashara zinazoajiri watu wasio na vibali, huku akiwataka wahamiaji kuheshimu sheria za nchi hiyo. Phyllis Mwate anakuarifu zaidi. Akizungumza katika hafla ya kuadhimisha uhuru wa nchi hiyo, Rais Ramaphosa amesema kwamba serikali yake inakabiliana na uhamiaji haramu, ufisadi katika idara ya uhamiaji na biashara haramu ya watu ambao hawana stakabadhi rasmi kuajiriwa katika sekta mbalimbali nchini humo. Aidha, rais huyo amewataka wahamiaji wanaoishi na kufanya kazi nchini Afrika Kusini kuheshimu sheria za nchi hiyo. Hatupasi kukubali mzozo unaohusu wahamiaji walioko nchini kinyume cha sheria kuleta chuki miongoni mwa Afrika wenzetu. Hatupasi kukubali hilo kufanyika. Kweli sote tuna wasiwasi kuhusu wahamiaji haramu nchini mwetu na hata katika mataifa mengine. Hatupasi kukubali hili kuleta chuki dhidi ya wageni. Kwa upande wake, ubalozi wa Tanzania umesema kwamba japo kuna video zinazosambaa mitandaoni zikisemekana kuonyesha raia wa Tanzania wakivamiwa, hakuna taarifa zozote ambazo zimefikia ubalozi huo kuhusiana na yanayoendelea dhidi ya raia wa kigeni nchini Afrika Kusini. Kuna mtu yoyote katika kipindi cha siku za hivi karibuni ambaye ameshambuliwa ambaye ana uraia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ameshambuliwa na hicho kinachoonekana kuwa ni kama makundi ya raia wazawa wa hapa wakishambulia wageni? Hatuna Mtanzania mbali, umefanya pia tathmini na kufanya mazungumzo na viongozi wa jumuiya za Watanzania katika majimbo kadhaa, majimbo 9 ndani ya Jamhuri ya Afrika Kusini, na kuwauliza kuhusiana na iwapo katika maeneo yao yupo Mtanzania yote ambaye ameshambuliwa. Ukweli ni kwamba videos zinazoonekana zikirushwa, yani picha mjongeo, zinahusisha matukio ambayo yametokea zamani, siku za nyuma. Haya yanajiri huku maandamano ya kupinga uhamiaji haramu yakifanyika huko kusini mwa Pretoria, huku kukiwa na ongezeko la hisia za chuki dhidi ya wageni na matukio yanayowalenga wahamiaji wa Kiafrika. Maandamano hayo ya March and March Movement yanayopinga uhamiaji nchini Afrika Kusini yamefanyika na watu walikuwa wanaimba nyimbo mbalimbali huku wakiwa wamebeba mabango ya kusema kwamba hii ni nchi yangu. Maandamano hayo yametokea baada ya mfululizo wa visa vya kuwashambulia wahamiaji maarufu kama xenophobia wakiwalenga raia wa kigeni nchini humo. Ingawa sababu kamili ya maandamano hayo haijatolewa, maandamano sawia ya awali yalikuwa ya kuwashinikiza raia wa kigeni waondoke nchini humo. Maandamano haya yametokea baada ya vifo vya raia wawili wa Nigeria. Namni taarifa yake Phyllis Mwate. Sasa muda mfupi uliopita nimezungumza na Emson Mchao. Huyu ni Mtanzania anayeishi Johannesburg, Afrika Kusini. Anaanza kwa kuelezea hali ilivyo kwa sasa. Kwa kweli hali mpaka dakika hii iko ina taharuki, yani chochote kitokea ukimwona mtu anakimbia unahisi ni hao watu ambao ni hicho chama cha wanajiita match to match. Yani ni chama cha siasa ambacho kimekuja kinaleta sera yao ya kukimbiza wageni ili wao waweze kupata fame, yani waweze kujulikana, waweze kupata wanachama kwenye chama chao. Hicho ndio kitu ambacho kinachoendelea mpaka sasa. Sasa Mchao, mpaka sasa kuna kisa chochote cha Mtanzania kuvamiwa ambacho wewe unakifahamu? Mpaka dakika hii sijaona wala sijasikia ndugu yangu yoyote kutoka nyumbani Tanzania wala East Africa akiwa amepata hiyo xenophobic attack. Zaidi tu labda ni clips zinazosambaa, ni hizi clip ambazo zilitokea miaka ya nyuma. Hizo ndo zinazoleta taharuki na zinazosambaa zaidi kwenye mtandao kuliko hata kinachoendelea hali halisi. Sana tu kama mimi hapa nilipokuwa blocks za nyuma jana, kulikuwa kuna tukio wa Ethiopia kwa Ethiopia walifanyiana, yani walikuwa wanatafutana kimasuala ya kibiashara, wakapigana bunduki, na hiyo ndo ilileta taharuki. Basi ikabidi watu tukaanza kufunga maduka, tunasikia milio ya
bunduki, lakini ilikuwa ihusiani na mambo ya au match to match. Hili swala la ubaguzi kufikia sasa, serikali ya Afrika Kusini, wewe upo hapo, imezungumza lolote? Kwa kweli South Africa hawajazungumza kitu, ila watu wa upande wa tax owners ambao hao ndo mara nyingi wanakuwa wanatoa hizi habari au ndo wanafanya biashara zaidi hapa Afrika Kusini, wao ndo wamekuwa watu ambao wakikemea zaidi kuhusiana na hili swala, kwa kuwa wao watakuwa wapati abiria, na abiria ni wanapopata abiria ni wanapato la kila siku. Kwa hiyo watu wasipoenda mjini, ina maana kwamba watu hawapandi mabasi, ina maana kwamba mzunguko wa pesa utakuwa haupo na wao watashindwa kurudisha marejesho yao ya hizo tax wanazozi own. Kwa hiyo ndo kitu ambacho kinachoweza kilichozungumzika, lakini kwa upande wa serikali bado imekuwa kimya, ila ubalozi wa Ghana ndo ameweza kuzungumza na serikali ya hapa na bado hatujasikia majibu yoyote kutoka kwa upande wa serikali. Mchao, ninyi kama raia wa kigeni mnachukua mikakati na tahadhari gani sasa ili kukabiliana na adha hii, hasa kwa kushirikiana na serikali zenu? Kwa kweli mpaka sasa tuko karibu zaidi na viongozi wa ubalozi na viongozi wanaoongoza wa Tanzania kwa ujumla. Tunapeana taarifa tu, bwana vipi mtaa fulani kuna tukio lolote, kama kuna tukio basi ina maana kwamba tunapeana taarifa on time ili tusiweze kufika pale, na tunajaribu tu kupunguza mizunguko mingi ya kuzunguka bila sababu. Kama mimi niko ofisini sasa hizi nafanya kazi, nikitoka hapa moja kwa moja straight nyumbani, hakuna ile vigenge. Hiyo ndo tahadhari iliyokuwepo, na pia tuko kwenye magroup. Hayo magroup yanatuweza kutusaidia kwamba tunajua wako wapi na clip ipi ni ya zamani, clip ipi ni ya ukweli. Tunafuatilia pia vyombo vya habari. Hizo ndo kitu ambacho kinachoendelea mpaka dakika hii kwa upande wetu sisi. Bila shaka una marafiki wa Afrika Kusini wengi tu hapo ambao mpo nao karibu. Wewe ukizungumza nao, wao wanakuambia nini, na wanadhani kwamba hiki wanachokifanya ndio suluhisho? Hapana, hili sio suluhisho, na sio wote ambao wanakubaliana na hayo masuala ya xenophobia, kwa sababu wengi tunafanya nao kazi na wengi wamekuwa ni watu ambao wanaingiza hela kupitia sisi na sisi tunaingiza hela kupitia wao. Mimi ni graphic designer, kwa mfano labda kama nikiwa sijafungua ofisi, ina maana kwamba wao hawapati artworks, na wasipopata artworks ina maana kwamba hawapati kutengeneza pesa. Kwa hiyo hawawezi kuendana na hili. Hili ni swala ambalo la watu wachache tu, hata kama ni wa South Africa ni asilimia ndogo sana ambao wamekuwa wakifanya masuala hayo ya kibaguzi na nini. Ni watu ambao ni akili ndogo, na hasa wale ambao wanatoka KZN, ambao wanatoka mashambani, sio wale wa mjini. Watu wa mjini ni watu ambao wako very charming na wako very yani cooperate nao vizuri tu, hakuna tatizo. Kwa upande wa hawa ambao marafiki zangu ambao wamenizunguka wa Afrika Kusini. Sasa Mchau, hii sio mara ya kwanza kwa vitendo hivi vya uvamizi dhidi ya wageni kufanyika hapo Afrika Kusini. Hii inawapa picha gani kuelekea mbele? Hii inatupa picha tu ni kwamba tuendelee kujipanga zaidi. Kama unaishi hapa, basi maisha yetu ndio yameshakuwa hapa, lakini tuinvest na nyumbani. Kama itatokea itakuwa ni balaa zaidi, basi turudi nyumbani na tuwe kwenye mikono salama, tusirudi nyumbani tena na kuanza upya. Hata mimi imenipa hali kwamba ni invest zaidi nyumbani, niwe na mali nyumbani na niwe na mali hapa. Kama za hapa nikizikosa, basi niweze kupata muda wa kuweza kurudi nyumbani na kuweza kuanza upya na kuweza kufanya shughuli zangu. Lakini kwa sasa mimi kwa upande wangu nasema mimi bado nipo sana, tutaendelea kukua hapa kwa sababu tumesha invest, tushapoteza muda mwingi. Wateja wangu wakubwa, hizo hela nyingi nikiwa hapa, mzunguko wa pesa huko hapa. Kwa hiyo sidhani kama ni kitu cha muda mrefu, kitaendelea kwa muda mrefu, itaisha tu na mambo yatarudi kama kawaida. Naam, huyo ni Emson Mchau, Mtanzania anaishi Johannesburg, Afrika Kusini. Taarifa hiyo ya Afrika Kusini, chuki dhidi ya wageni, imeibua hapa hisia mseto katika ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Frank Shayo wa Arusha Sakina anasema Afrika Kusini wamesahau walikotoka. Nason Evarist anasema mbona Afrika ni moja na wakati wa kupambania uhuru tuliwasaidia kupata uhuru hatukuwafanyia hivi. Naye Frank Henry Rwegoshora anasema kila sehemu vita mpaka lini, tunahitaji amani. Lakini Baraka Moshi anasema Afrika Kusini fateni utaratibu kuhusu wageni. Nikoraus Baba Furola naye anasema ukiona moshi ujue nyuma kuna moto.